Watu mbalimbali ulimwenguni hii leo wanatazamia mazungumzo ya rais wa Marekani Donald Trump na Vladimir Putin wa Urusi kuhusu kukomesha vita vya Ukraine, huku kukiwa na makubaliano ya eneo la Kiev na udhibiti wa kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia huenda kikahusika katika mazungumzo hayo. Trump aliwaambia waandishi wa habari wakati akipanda ndege ya Air Force One akielekea Washington kutokea huko Florida ya kwamba tunataka kuona kama tunaweza kumaliza vita hivyo. Lakini pia aliongeza kwamba labda tunaweza, labda hatuwezi, lakini nadhani tuna nafasi nzuri sana. Nitazungumza na Rais Putin siku ya Jumanne. Kazi kubwa imefanywa mwishoni mwa juma. Inaelezwa kwamba Trump anajaribu kupata uungwaji mkono wa Putin kwa pendekezo lake la kusitisha vita kwa siku 30 ambalo Ukraine ilikubali wiki iliyopita. Pamoja na hatua hiyo, pia inaelezwa bado pande zote mbili zinaendelea kufanya mashambulio makali angani, huku Urusi ikikaribia kuviondoa vikosi vya Ukraine katika eneo lao la Kursk magharibi mwa Urusi. Alipoulizwa ni makubaliano gani yanazingatiwa katika mazungumzo ya kusitisha mapigano, Trump aliwaambia waandishi wa habari ya kwamba tutakuwa tunazungumza kuhusu ardhi, tutakuwa tunazungumza kuhusu mitambo ya kuzalisha umeme, tayari tutazungumza kuhusu hilo, kugawanywa kwa baadhi ya mali. Trump hakutoa maelezo yoyote, lakini inaelezwa kuna uwezekano alikuwa anarejea kuhusu kituo cha Zaporizhzhia kinachokaliwa na Urusi huko Ukraine, ambacho ni kiwanda makinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya. Urusi na Ukraine zimeshatumiana kila mmoja kwa vitendo vinavyohatarisha usalama katika kinu hicho. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, alithibitisha kwamba Putin atazungumza na Trump kwa njia ya simu, lakini akakataa kuzungumzia matamshi ya Trump kuhusu ardhi na mitambo ya kuzalisha umeme. Ikulu ya Kremlin ilibainisha kwamba Putin amemtumia Trump ujumbe kuhusu mpango wake wa kusitisha mapigano kupitia mjumbe wa Marekani Stephen Witkoff, ambaye alifanya mazungumzo mjini Moscow, akielezea matumaini ya kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa kumaliza mzozo huo wa miaka 3. Witkoff, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na mshauri wa usalama wa kitaifa wa Trump Mike Waltz walisisitiza mwishoni mwa wiki ya kwamba bado kuna changamoto zinazopaswa kutatuliwa kwanza kabla ya Urusi kukubali kusitishwa kwa mapigano, achilia mbali azimio la mwisho la kupata amani na kumaliza vita. Mimi naitumika naba na hizi ni ripoti zaidi.